Rais Donald Trump ametuma meli kubwa zaidi duniani USS Gerald R. Ford kuelekea Ghuba ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni ishara wazi ya shinikizo kwa Irani kufuata makubaliano ya nyuklia na onyo kwamba kama Jamhuri ya Kiislamu itakataa, hatua ya kijeshi mbaya zaidi kuliko Operation Midnight Hammer ya Juni iliyopita inaweza kufuatia. Akiwa kwenye mkutano wa Board of Peace Alhamisi iliyopita, Trump alisema, na hapa nanukuu, tutaona ndani ya siku 10 zijazo kama nitatoa amri ya shambulio dhidi ya Irani. Tunaweza kupeleka hatua zaidi au labda tusiite kabisa, labda tutapata makubaliano. Mwisho wa kunukuu. Meli ya kivita ya USS Gerald R. Ford imepangwa kuwa kiini cha wigo wa jeshi la majini la Pentagon. Katika eneo hilo imeungana na meli 11 nyingine ikiwemo USS Abraham Lincoln zinazofanya kazi chini ya Central Command, vyanzo vya Marekani viliiambia Military Times. Kevin Dongan, admiral wa zamani wa Marekani na aliyeongoza jeshi la majini Mashariki ya Kati, alisema katika mahojiano na Military Times kwamba uhamisho huo ni ujumuishaji wa shinikizo la kidiplomasia kwa Iran, lakini pia inaonyesha kwamba nguvu ni chaguo halali ikiwa diplomasia itashindikana. Na hapa nanukuu, lazima pia kuwe na nia halisi ya kutumia nguvu kupata matokeo kama njia nyingine haifanikishi. Mwisho wa kunukuu, aliongeza Dongan, akieleza faida ya meli kubwa ya kivita inaweza kuwekwa karibu na mstari wa mbele huku ikiruhusu kutuma Rauf 120 kwa siku. Hata hivyo, kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu Ali Khamenei alijibu kwa onyo kali kupitia mtandao wa X, na hapa nanukuu, Waamerika wanasema wamepeleka meli kuelekea Irani. Meli ni silaha hatari, lakini silaha hatari zaidi ni ile inayoweza kutuma meli hiyo chini ya bahari. Mwisho wa kunukuu. Dongan aliongeza kuwa tishio la Irani ni la kawaida, likiwa ni ishara ya kuonyesha kuwa wana nafasi katika mazungumzo. Lakini pia aliweka bayana kuwa jeshi la Marekani limefanikiwa kielelezo dhidi ya Irani hapo awali. Hali ya uhamisho huu ya USS Gerald R. Ford imeibua mashaka adimu. Daral Caudel, mkuu wa jeshi la majini, alionya kuhusu kuendelea kwa muda wa meli, ikizingatiwa mahitaji ya matengenezo na mzigo kwa wafanyakazi 4,000. Na hapa nanukuu, kama inahitaji kuendelea zaidi, tutapata upinzani, nitatafuta mbadala. Mwisho wa kunukuu, alisema kiongozi huyo. Rais Trump alipoulizwa kuhusu wigo wa meli za Marekani, hakujibu wazi. Hata hivyo, waziri wa ulinzi Peter Hegseth alisisitiza kuwa wizara yake iko tayari kutekeleza maamuzi yoyote ya rais ikiwa Irani itashindwa kufikia makubaliano ya nyuklia. Na hapa nanukuu, tumetumia nguvu ya kijeshi kama chaguo, lakini matumaini yetu ni kwamba hatuhitaji kutumia hiyo. Mwisho wa kunukuu, alisema Hegseth. Taarifa za wazi za ufuatiliaji wa ndege zinazoonyesha kuwa zaidi ya meli, Pentagon inakusanya nguvu ya angani ikiwemo ndege F-16 Fighting Falcon, F-22 Laptor na F-35 Lightning II ambazo ziko ndani ya umbali wa shambulio la Iran, tanki za mafuta kwa ajili ya safari ndefu na ndege za aina EA-18G Growler pia zimeratibiwa karibu na eneo hilo. Submarines pia zinaashiriwa kuungana na wigo huu wa kijeshi. Yote haya yanatokea huku mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya maafisa wa Marekani na Irani yakiendelea. Kikao kilichofanyika Geneva kati ya wajumbe Steve Witkoff na Jared Kushner na maafisa wa Irani kilikubaliana juu ya seti ya kanuni za msingi, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi. White House ilisema kuwa mazungumzo yalileta kidogo maendeleo, lakini mapengo makubwa bado yapo. Msemaji wa White House Karoline Leavitt alisisitiza kuwa Trump daima anaangalia diplomasia kama chaguo la kwanza na Irani ingeweza kuwa na busara kwa kufanya makubaliano. Na hapa nanukuu, rais daima anafikiria maslahi ya Marekani, ya jeshi na ya wananchi wake,
na ndiyo jinsi anavyofanya maamuzi kuhusu vitendo vya kijeshi. Mwisho wa kunukuu, alisema Leavitt. Mtazamaji wa Shehena Media, kwa sasa hali hii inafanya tuangalie kwa makini kama diplomasia au silaha zitakuwa chaguo la mwisho, huku dunia ikishuhudia mzozo wa kisiasa na kijeshi wenye mvuto mkubwa wa kimataifa.